Mungu anamwambia Musa, akamwambia na Yoshua baadaye, baada ya Musa kufariki, wewe ndiye utakayemiliki nchi ya Kanaani, nchi ya maziwa na asali. Katika hiyo nchi ya Kanaani ya maziwa na asali kuna Wakanani, kuna Waperizi, kuna Waiti, kuna Waamori. Kwa maana sio kama nchi ina watu, nchi ilikuwa na watu. Sehemu yoyote ambao Mungu anapotaka kukupeleka, sio kwamba hakuna watu, sio kwamba hakuna upinzani. Sehemu yoyote ambayo Mungu anakuweka kutakuwa na Wakanani, kutakuwa na Waamori, kutakuwa na Waiti. Naambia Yoshua, nchi ya maziwa na asali, kwa maana nchi hiyo ili uweze kuishi. Maziwa yakimaanisha ni akili, asali ni nzuri, hiyo nchi ni nzuri, ndoa itakuwa nzuri, lakini ukae kwenye ndoa inahitaji kutumia akili, ambayo ndo maziwa. Kuna Wakanani utawakuta, unaweza kukuta kama wakwe, mawifi wa Kanani au marafiki, au ndo Wakanani. So lazima ukae kwa akili. Kuna wengine utawapiga, utawatoa. Yoshua alifanikiwa kuingia, Yoshua mpaka anakufa kwa kuamaliza Wakanani. Japo alikaa, alifika nchi ya maziwa na asali, alifika nchi ya Kanaani. Unaweza ukaingia kwenye ndoa, kuna watu wataondoka ila kuna watu hawataondoka. Unaweza kuingia kwenye kazi, kuna watu wataondoka ila kuna watu hawataondoka. Sasa Mungu alipomaanisha nchi ya maziwa na asali, alimaanisha utatumia akili kwenye kuishi, utatumia akili kwenye hiyo ndoa, utatumia akili kwenye hiyo biashara, utatumia akili kwenye hiyo kazi. Nitakupeleka katikati Kariakoo, utafungua duka la nguo. Nitakupeleka katikati Kariakoo, utafungua duka la spare za gari, za pikipiki. Nitakupeleka Kariakoo, nitakuweka katikati, utafungua duka la vifaa vya simu, utafungua duka la simu. Lakini haina maana utakuwa peke yako, utakuwa na wengine. Nchi nzuri ya asali, nitafanya biashara, lakini jua katikati kuna Wakanani. Popote Mungu anapokuweka, haijalishi iwe kazini, utakutana na Wakanani, na sio Wakanani wote utaweza kuwamaliza. Kuna Wakanani watakuwepo ili kutengeneza akili yako ikae sawa, ili uweze kuishi kwa akili. So mtu yote mbaya kwenye maisha yako, sio kila mbaya atakufa kwenye maisha yako. Mungu kuna wengine atawaacha wabaki kwa ajili ya kutengeneza wewe uweze kuishi kwa akili. Usije ukajisahau kaisi kwa sababu hakuna Wakanani. Yule Mkanani atakufanya uweze kuamka saa 12 asubuhi. Yule Mkanani atakufanya uweze kuamka saa 11 asubuhi. Yule Mkanani atakufanya uweze kuamka saa 8 usiku uweze kuomba. Yule Mkanani atakufanya uweze kwenda kanisani. Yule Mkanani atakufanya wewe uweze kutengeneza mahusiano vizuri na Mungu. So Mungu angemruhusu Yoshua watoe Wakanani wote, Yoshua angemsahau na Mungu. So kuna watu wanakuwa kwenye maisha yako kwa makusudi. Mungu anapokuambia nenda kwenye ndoa, haina maana ukienda kwenye ndoa ni sahau na mimi. Kuna watu wataachwa kwenye maisha ya ndoa ili sio kumsahau Bwana Mungu wao. So Mungu alifanya vile kwa makusudi. Alikuwa na uwezo wa kuwatoa Wakanani wote. Kwa uwezo ambao Yoshua alimpa. Yoshua alikuwa ni mpiganaji vita mkubwa sana. Mungu alikuwa na uwezo kuwatoa Wakanani kupitia mkono wa Yoshua. Lakini Mungu alichokifanya, kuna Wakanani hawakuweza kutoka. Yoshua alishindwa kuwamaliza wote mpaka anakufa. Kuna Wakanani walibaki pale. Popote ambapo Mungu anapokupeleka kukaa, lazima utumie akili. Ndio Mungu akamwambia nchi ya maziwa, maziwa kimaanisha akili. Nchi ya asali kimaanisha itakuwa ni nchi nzuri, lakini ili uweze kuishi katika nchi nzuri yenye utamu, inahitaji utumie akili. Wakanani wapo, Wakanani wanaweza kawa wakwe zako, Wakanani wanaweza kawa mawifi zako, Wakanani wanaweza kawa mashemeji zako, lakini ili uweze kukaa katika hiyo ndoa inahitaji utumie akili. Itakuwa ni nchi nzuri, itakuwa nchi tamu, nchi ya asali. Ukitumia akili, asali utaiona utamu wake. Mungu akubariki sana na nikutakie siku njema. Amen.